Habari ya kututurisha mioyo imeibuka kumuhusu mwanaharakati mashuhuri ambaye vile ni mwanahabari kutoka nchi jirani ya Uganda kwa jina Agatha Tuhaire, jinsi alivyoteswa na maafisa wa usalama wa nchi ya Tanzania walivyompiga vile kumbaka. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na kumbuka kusubscribe. Mwanaharakati mashuhuri kutoka nchi ya Uganda Agatha Tuhaire amedai kupitia shirika la utangazaji la BBC kuwa alibakwa na kuteswa alipokuwa akizuiliwa kwa siku kadhaa nchini Tanzania. Taarifa hizi zimeibua taharuki katika ukanda wa Afrika Mashariki, huku mashirika ya haki za binadamu yakitaka uchunguzi wa kina dhidi ya vitendo hivyo vya kinyama vinavyodaiwa kufanywa na watu waliovaa kiraia. Tuhaire ambaye ni kiongozi wa Agora Center for Research nchini Uganda alipatikana akiwa ameachwa mpakani mwa Tanzania na Uganda usiku wa kuamkia Alhamisi baada ya kutoweka kwa siku kadhaa. Taarifa kutoka kwa shirika lake zinasema alizuiliwa tangu siku ya Jumatatu bila mawasiliano yoyote na familia au mawakili wake, hali inayokiuka msingi wa haki za kibinadamu na utawala wa sheria. Katika simulizi ya kusikitisha kwa BBC, Tuhaire alielezea namna alivyofupishwa kutoka kwa alivyopofushwa kwa kitambaa, kuvuliwa kwa nguvu, kupigwa na hatimaye kubakwa na watu ambao hakuwatambua lakini walionekana kuwa na mamlaka au kushirikiana na vyombo vya usalama. Alionyesha kovu linalodaiwa kusababishwa na pingu alizokuwa amefungwa nazo, akisema alilazimika kufunikwa mdomo kutokana na kilio chake kikali wakati wa tukio hilo. Mbali na Tuhaire, mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi pia alikamatwa na kuzuiliwa katika mazingira ya kutatanisha. Mwangi alikutwa baadaye katika barabara ya kando karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania akiwa na majeraha na akielezea hali ya kuteswa, kuamrishwa kuvua nguo na kutambaa, huku wakilazimishwa kuoga wakiwa katika hali ya kuvuja damu. Alisema waliokuwa wakiwatesa walikuwa wakipokea maagizo kutoka kwa afisa wa usalama wa taifa la Tanzania. Wawili hao waliingia nchini Tanzania kwa lengo la kuonyesha mshikamano wa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu aliyekuwa akifikishwa mahakamani kwa mashtaka ya uhaini. Hata hivyo, hawakuruhusiwa kuhudhuria kikao hicho cha mahakama na baadaye walikamatwa siku hiyo hiyo. Rais Samia Suluhu Hassan alionya dhidi ya wanaharakati wa kigeni kuingilia mambo ya ndani ya Tanzania. Msemaji wa serikali ya Tanzania hajatoa tamko lolote kufikia sasa kuhusu madai hayo, huku mashirika ya haki kutoka Afrika Mashariki yakitaka uchunguzi huru na wa haraka kufanywa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani kupitia idara ya Afrika imeeleza wasiwasi mkubwa juu ya madai ya ukiukwaji wa haki dhidi ya Tuhaire na Boniface Mwangi na kusisitiza umuhimu wa kuwajibisha wahusika wote waliokiuka haki za kibinadamu. Kenya pia haikukaa kimya, kwani serikali yake iliwasilisha malalamiko rasmi kwa Tanzania baada ya kuzuiwa kuwafikia raia wake waliokuwa wakizuiliwa. Hali hiyo ilisababisha maandamano ya wanaharakati na familia ya Mwangi jijini Nairobi, wakishinikiza kuachiliwa kwao na haki kutendeka. Kufuatia tukio hili, mashirika ya kimataifa na kikanda yanasisitiza umuhimu wa serikali za Afrika Mashariki kuheshimu mikataba ya kimataifa kuhusu haki za kibinadamu na vile kuhakikisha kuwa haki, utu na usalama wa kila mtu vinazingatiwa bila kujali uraia wao au maoni yao ya kisiasa.